Ninja Dread. Hapa hivi kuna mtu anaitana, acha nikuitie. Nikuletee. Holland Shata. Nitakuvunja tena na umeshavunja. Haya. Yes, saya. Aya na safara mufa gwante ya kuoma ya. Akuma kuomi na di Babylon nema kuomi na da. Rasta mana bro. Hakuna mbrcha. Niko kwa Katelo. Yaman. Bas, Yaman. Awudat. Yaman. Nikaya. Katelo, hebu pigia mbusi ile kijamaika yako. Katelo anakuanga ameva kijamieka mbaya. Yaman, a Holland Saturday. This one of the baddest, realest, wickedest thing out of 1960 representing Jara Safari and Cartel the world boss. Someone tell me, Someone tell me, we not say Rambo kanambo go for the cash or the tango. We know boxer for we are doing in a mango. I walk in the man them day. Get it? Mango. Yaman. Nimesikia tu mango. Buzi. Yo generation next Buddha. Yaman. Awana mango. Yaman, this is the thing goes. This is how the thing goes. Yaman, we not come here representing for the baddest. So we not come here DJ Pukizi show. We come to mash up the place. Come to boss a blank for the thing. Yaman. Why I say? Yaman. Hata tuongea na kase hapa kidogo. Wale wanatutizama nyumbani, inayoonyeshwa mbele yenu, huyu hapa ni mrasta ambaye amezaliwa Nairobi, akalelewa Nairobi. Pande hili ni mrasta wa Gishagi ambaye amejipata Nairobi. Kwa hivyo naomba tumuelewe tafadhali. Ambuside. Yaman. Buda, umepiga reggae for how many years? Sahi. Sipigangi reggae. Nachezanga. Hiyo kucheza reggae. Kucheza. Kucheza nimecheza Ghetto Radio 5 years. Radio Jambo 5 years na nusu. Hiyo ni ngapi? Fanya hesabu bwana. Hadi 5 na? 5 na nusu na 5. Si ni 10 na nusu. Ama 10 na nusu. Unapanga kuretire ama bado unashikilia? Retirement ni retire ni kule wapi sasa? Nawaambia tafadhali kama mna retire ni mtu wa retire kivyake. Mimi si retire. But bro, ukicheza ngoma za reggae, kwa especially Ghetto Radio nini? Yaman. Unapatana, nakumbuka nikiwa station mimi tulikuwa tuna get hizo stories za una get story first hand ya mtaani. Nini una feel Ghetto youth sana hawapewi sana na gava? Kitu Ghetto youth hawapewi na gava ni vitu mob sana. Freedom. Ndio kuna freedom. Youthman, unajua youthman kama base unapata youthman hana freedom. Akitokea chuo lazima kwanza akague. Pande hii na pande hii. Hakuna freedom, si ndio? Ukweli. Alafu kuna vitu zingine talent bado haijachukuliwa kama talent. Una get? Youthman huku mtaani wako na talent. Watoi wa watu wako na talent, but bado inabebwa ile huu ni mtu tu ya kawaida hii talent na mpeleka hii inamsaidia aje. Na mawera nini tunafaa kufanya ndio tupewe mawera? In your own view ni hivi unafanya hivi venye unadu kuinua watoi wadogo, kuwaleta kwa limelight, hao nao wakuje wachukue wengine wawapeleke kwa limelight, kuinuana one by one. Sisi wote tutatoka ghetto.
Mali Kenya imefika sasa bro. Yeah. Ni ngoma gani yenye your favorite reggae song yenye unaweza tu dedicate hapa sisi wote? Respect the hustlers in the street. Wamama wote wale wanauza mboga, wale mavijana wote wanahaso mkoko, nduthi, watu wa tuktuk, mahustlers. Na gava iwache kudharau mahustlers, iwache kudharau masafara. Sisi wote ni watu wa Mungu. Tumeletwa hii dunia na Mungu. Uko na purpose, Katelo wako na purpose kwa hii dunia. Usione mtu ati unaangalia mtu unaona huyu ni bangi tu. Huyu hawezi. Yeah man. Yeah man. Na wazazi pia. Wazazi tafadhali, kama uko na mtoto, angalia talenti yake mapema. Ukiona mtoto, juzi nilikuwa naenda Garissa. Mtoto akasimamisha gari hivi. Gari yako? Abaye, si yangu, ya ule alikuwa ananipeleka Garissa. Yangu iwezi fika Garissa. Okay. Akasimamisha hivi. Nikasema huyu mama kama anajua angeanza kufanyisha huyu mtoto tizi. Huyu ni traffic. Direct. Ukiona mtoto ameanza kukua macho, ni inaanza kukua nyanya, huo ni farmer. Macho kianza kuwa nyanya. Macho kianza kukua nyanya hivi. Farmer, nunulia mtoto shamba. Akuwe mkulima mapema. Before uende nataka utuimbie hiyo ngoma bro. Hiyo ngoma tu umetuimbia tu sahi. Ya respect. Najuanga tu hapo. Hapo tu peke yake? Hapo tu kwa respect. Kuna ngoma ya reggae unajua? Najua. Tunaweza enda nayo? Tunaweza. Tuende kazi. Legalize it. Rastaman will advertise it. Hiyo inaweza? Hapana bro, unachoma manze. Nachoma tena. Wapi makofi ya mbusi manze, one more time. Asanteni sana. Yes sir. May agree of our country Kenya and the love of Brucey, Chipukizi and Katelode and the fellowship of the Kenyan family be with us now and forevermore. Lazima. More blessings. Ndio makofi tena haki ya Mungu ya kweli. Buside. Wacha nikwambie kitu moja Katelo. Mbusi amekuja hapa akaongelea juu ya watoi. Na kuna wazee hapa nimekuletea wanoma sana. Sijui kama unawajua, but wacha nikuonyeshe buda. Haya, come now. Wacha nikuonyeshe buda. Unajua Katelo? Unajua Katelo? Unajua buda? Ni ajeni wase. Siwasikii, ni ajeni wase. Ati nikisema jua la, mnasema Superboy. Jua la. Siwasikii, nikisema jua la, mnasema Superboy. Jua la. Wapi makofi ya jua la Superboy and the crew? Karibuni manze, mkae hapo. Kaeli hapo hiyo kiti manze. Ndio future. Ndio watu Mbusi alikuwa anaongelea manze. Unajua sitaki watu wafikirie tumekuja bro. Wacha nipe huyo msupa kwanza mic. Introduce jina yako alafu wachapie ma lines. Watu waheshimiane hapa kwa show. Jina yako umetoka wapi na lines? Naitwa Queen Rose. Natoka Kisumu. Kisumu. Twende kazi. Wape freestyle. Bandika jina Queen na sifa leta beat nina mada. Kisha ninazika nikianza na maliza, nataka niwe fame kama Wema na Sedeka. Hapa do wanalipata ngapi? Queen serikali wezitisha na shetani. Ada Kisumu okateke. Kakanyana beat jogipiga gima. Kuna tese mara pa Nairobi mama kuna magonge. Onge bwana.
Introduce na wachilia malines. Onyiponyi. 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 Twende kazi. Imefika some point siwezi ishi bila mic. Nika kusema jina Sonko bila mic. Hauiwezi ita chai bila majani kani usele. Haitawahi fanya nisahau na nyumbani niliwashoni na vish wakajifanya vipofu. Ona step yenye niko sahi inawatia hofu. Wanasema mimi ni kipofu. Lifestyle yangu ni tamu nikaa nimeongeza sugar. Naitwa na Super Bowl. Jia. Okay. Nimechipuka underground, mimi nazidi tu kumea. Mistari yangu kali ya wawezi iko peo, sikibizane nami. Tayari washachelewa, niko mbele ya ukatumbo ya zangalewa. Niko fiti sana, nazidi kupepea. Nasikika karani, wasanii wanapotea. Tuvile mimi natisha, wanajionea. Niko mbele yao, nimewalemea. Wanajiita kings, na nikawa appoint. King Kaka Nyashiski, wana disappoint. Kuspit mistari, azuko on point. Wanapaki bila seo. Kuspit mystery aziko on point. Let's appreciate these kids one more time. Makofi yao. Mtashia tu hiyo mic. Sasa kama ongea naye. Uko na miaka ngapi? 9. Na home ni wapi? Kisumu. Umetoka Kisumu leo? Jana. Ulitoka Kisumu lini? Jana usiku. Hadi mtu yeye amekuja tu kukuja kwa hisho yetu yani ya Kiambu. Unajua nyinyi watu, sangine mimi ushangaa sana. Sasa utakanyima aje kakifika hapa nje? Hebu waambie ile uko na ngoma nyingine? Hebu waonjeshe wasifikirie uko na ngoma moja. Nikisema nani anapinga Queen Rose, mnasema nani? Nani anapinga Queen Rose? Nani? Nani anapinga Queen Rose? Nani? Jo, washoni kion. Nani? Jo, washoni kion. Nani? Nani anapinga Queen Rose? Nani? Nani anapinga Queen Rose? Nani? Washoni kion. Nani? Jo, washoni kion. Nani? Nyaros, hapa kunujinga eti boy child anakuta jina fake. Sijui ji kunafanya niwe sick. Kama queen, niko on top. Bado mimi na boss, hawezi control. Niko beat wanasema nina hands. Mimi nina hands, wewe una thumbs. Anadu tulianzia miguu, tutafika very soon. One day tutakuwa pale juu. Wakiniona watasema mimi mdogo, vitu mimi pinishajiona kwenye ndoto laita, ebosha hiyo moto. Sewa kama mwana nirudi kwa bongo, si mimi na jamii, that's why niko solo. Niko na do, juu ya hizi show, kama ni sana lazima ujishow. Niite backdoor ama tycoon. Walau unataka kutuongelesha pia Tupe kitu bro. Okay. Come. Juala. Superboy. Superboy. Superboy Juala from Mathare getu ya Marula yo kama Roberto. Really acheni kwa kaya hizo ngoma zenyu zinasauka kwa ndio yule mbaya wanajua mimi fire this dance I'm fire wanajua mimi fire
wanajua mimi mbaya. Wasanii hatu wanakuaya mafanso wanadai niko chuki mistari. Kila nikispeak wanadai washinari. Itabidi mumedi niwapashe hii habari. Kama zangu za nyama tena ni hatari. Mnajua nimekaa nisemi ya roho la jabu kanisa. Tena kama homa nimeketa everyone around the world. Kani amesema ni mwisho. Sawa DJ. One more time, wapi makofi. Sasa Uboy, nataka tumalize na Uboy kwanza. Uko class 2? Huyu mtu wako class 2, mpigieni makofi bana. Class 2. Mimi Uboy nilikuwa namjua, nilikuwa namuonanga tu kwa interview, nilikuwa namuona tu anatesa tu. Alafu siku moja nikamuona interview yake kwa mlifanya hiyo interview na watu Wase Watuko News, alikuwa analia manze, alikuwa analia akisema vile mtaani ni kongori. Vile hata mzae, hata budake yako hapa. Budake anaweza kama by vile kaini chini wa dosi. Vile alikuwa anapiga tu story ya ghetto tu vile manze mtaani ni hard. Kupata hata food, kupata rent na vitu kama hizo. Na mimi nikasema wapi mko mzae hapa. Karibu tu, tafuta mahali hapo ukae. So tukamtafuta tu, tumempata hapa Chipukizi Show. Hizo siku tulikuwa ndio huyu alikuwa na hepa huko kwenye alikuwa. Na nataka kukupromise bro. Sisi tutakusupport. Tutasomesha huyu mtoi mpaka amalize shule. Mimi mwenyewe. So for now, sasa sitaki tumlose. Na unatua kuwe permanent hapa kwa show. So tutakuwa na happen. For real, tutakuwa kuja hapa kila Monday. Tutakuwa mnasumbuana tu na huyu hapa. Kama uko na ngoma unaimba. Kama uko na kitu unataka tufanye. Katelo uko na mawaidha ya kuambia kijana? Mimi zina nini kitu ya kwanza mimi unajua kitu imefanya kitu tu yenye ninajiuliza nikiwa na miaka 9 nilikuwa wapi? Class 2. Unajua kitu kazi yani kitu kaya hata unajua sikuwa na kitu yenye nilikuwa nafanya maana I think labda uko jua kwa chupa mpisho kwa mabati. Ama msijui mwende dupo mpara Roma nzee, lakini ni amazing sana mazee. Hiyo confidence wako nayo. Yaani hiyo confidence iko on another level mazee. Mtaenda mbali sana jo. Tenda fast. Mshikilie tu hapo msiwahi lose. Manager yako wapi? Kuja buda. Pigeni manager makofi mazee akikama. Bro, manager akikam, ni nini unataka kuambia mzae manager akiingia? Kuna kitu unataka kuambia mzae tu? Yenye hujaipata chance ya kumshow. Hello. Kuna kitu unataka kuambia mzae? Kitu yote tu. Sawa bro, peana mic basi. Niaje bro? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Joseph Mwangi. Community name wananiita Sejo. Yeah. So wewe ndio una manage Uboy? Mimi ndo na manage ako kwa academy yangu ambapo inaitwa Sejoruni Kids and Youth Talent Center. Iko based Mathare Salaam. Niko na watu wangapi? Kuna watoto 150. 150? Yeah. Kuna mayouth ambapo wako 100. So far tuna talanta tofauti, kuna football, kuna dance, kuna poems, spoken word, kuna acrobat na many activities. Yeah. Nice. Challenges? So far naweza sema challenges yenye tuko nao ile kubwa kabisa. Saa hii tuna learn center, place mahali pa kupigia mazoezi. Cause mahali tulikuwa tunapigia kama mazoezi naweza sema ilikuwa ni public toilet, hapo ndo tulianzia zoezi yetu, ambapo tuliconvert ikakuwa kama ofisi yetu mahali tunanecha talanta za watoi. Public toilet? Public toilet, yeah. So ilikuwa iko kwa police depot mahali kwa area ya polisi. So ilifika time
tukaambiwa hatutakikani hapo cause kuna mkubwa alikuja. Kuna mkubwa alikuja mwenye alikuwa amepatia hiyo place. So after kukufa huyu mwingine kukuja akasema tutaki hapo juu, anasema raia hawafai kukaa karibu na polisi. So hapo ndo juu ya security purpose, hapo ndo nilikuja pia kudiscover wakina Juala Superboy na watu wengine. So far hii mali tunapigia zoezi kwa open ground, hatuna mahali kabisa, kwa barabara tu mahali tunakutana. Na challenge kubwa bado naweza sema kama sasa hivi msimu wa mvua venye kunanyesha, yenyewe kusema kweli kubaya kabisa. Sasa kuna watu watawachisho peana namba yako ya simu. Kama unaweza saidia boys anafanya job poa manzi. Unaweza mpigia simu direct. Peana namba yako bro. Sawa, namba yangu ni 0706603659. Manze kama uko home manze na uko na chance, kama wewe ni msee hata wa Mathare, kama wewe ni mdosi, kama wewe ni organization na mnaweza shikana na umse. Akona over 250 something young people and anafanya job poa. Na unasikia ana place hata ya kuwaeka. Tutashukuru bwana. These are Somali ladies. Wanafanya different things. Kuna pia Somali boy child. Wase na feel wase wa hiyo tribe or even to say the Kenyan Muslim wamekuwa wakigo through manze some si fair saa ingine, unajua ni wa Kenya pia. Tunaelewa kuna wale wabaya, tunaelewa kuna materrorist, lakini manze si kila Muislamu Mkenya ni mtu mbaya. Na mabese wengi sana Waislamu wenye wamekuwa na manoma zao, msee hawezi succeed juu anaogopa manze. Huwezi enda kuomba job, huwezi kipanda, yani it's hard for you to become a Kenyan in Kenya. Na so kuna hao wase wako hapa kutoka Isili. Kuna Mangoko pia Katelo. Wewe ndio utaamua. Karibu sana. Karibu sana Halima. Kutoka Chipukizi Comedy Club tuko naye Iron Lady. Karibu sana. Naomba mje, usiogope. Bas, anayekuja hapa si mwingine bali ni Halima. Halima karibu sana. Karibu sana. Aliyeingia hapa naye simjui huyu. Huyu naye najua ni mchekeshaji. Karibu sana. Huyu ni jamaa wa Arsenal, karibu sana. Wa Liverpool. Okay, majamaa wasimame, mademo wakae down. Niaje bro? Haya, karibu. Karibuni sana. Anayeingia hapa iko sawa. Sawa kabisa, naomba uketi chini. Kisha nakwambia ni kubaya, nakwambia kumekuwa kubaya. Naomba utafute mahali uketi. Asante. Njoo mwanangu. Simame hapa bana. Hii microphone itatembea So, wacha tuanze kwanza na mademu. Tuanzie hapa na Msupa. Majina, unafanyanga nini? Home ni wapi? Shida yako imekuwa gani ndio usitoboe? I go by the name Somali Iron Lady. I'm a spoken word artist. I'm from Isli. So, mimi nafanya spoken word. Yeah, I think shida yangu ni moja. Atupeangwi like chance ya kushowcase as in I feel tumetenganishwa na watu wengine. That's why watu wanaogopanga kunini like hawataki kujionyesha. Inauma lakini itabidi tumezoea. And then kuna Halima. Once more time your name and what you do. My name is Halima Hassan. I'm a community volunteer. I volunteer with a lot of institutions. I volunteer with a lot of institutions and I support talent. I have an organization, a registered organization. As I told you, it was a gift from the NGO board former director, Fazul Mohammed, because of the work I do. And yes, I'm a CEO of Women Initiative for Self-Empowerment.
Nikuulize quick one. Ni nini ambayo ukifanya hiyo kazi yako ya community yenye umeona kwa community yenye inakuwasha sana every time that you sleep? You go to sleep. Vitu mingi sana. Moja tu. So let me take one as an example. As it's a very challenge to work with people. One thing is because of people, they are not supportive. It's sorry to say this, but watu wanakuona kama threat. They see you as threat, and it was never easy because maybe wengine What do you mean threat? Yes, kama politicians tuseme, if I try to work with politicians, wakona hiyo mindset, perception yenye wanaweza sema huyu anataka kugombea kiti yangu. Ukifanya hiyo kazi ya community work kwa ground sana. Yes. Okay. And another thing is tupatange support mingi. Moja ni media, sorry to say, but media kazi yao mingi wanakuja kama like Isli, there is a lot of talent. Sijawahi ona media moja ikikuja Isli kuja kusupport talent. I call them every day. Wanakujanga kufanya nini na wanakuja kuonesha tu hiyo mambo tu ya ugaidi. Wanakuja kuonesha mambo ya crime. Wanakuja kuonesha tuanze na wewe chipukizi. Wewe ni mkubwa na kada. Sio? Hapo wewe. Yes. Chipukizi hajawahi kuja Isili kusupport talent za mayouth. Si mnatuona hivi, sisi ni mayouth. Yeah? Tumetoka Isili. Isili is known as mali. Yani mtu akisema, unatoka Isili, unatembeaje hivi na unatoka Isili? Yani, ama, okay, nikiambia mtu naenda Isili, uko sure hii bagi yako itaibiwa? They have that perception of Isili, it's a home of thieves, gangs, watu wa crime, malicious people. So, mnataka hiyo ishe? First of all, hiyo kabla iishe, first of all, tusikizane brother. Kabla iishe. Na chipukizi. Si unaona hapa kuna comedians. Unaona? Chachi hajawahi kuja kufanya show Isili. Hajawahi kuja kufanya show Northeastern. Unaona? Na mnaniambia ni talent anataka kusupport. Talent gani ana support na hajawahi support? Na audience wake ni wa Somali. We feel neglected. We feel marginalized as youth, as Somalis. Tunafeel tumeneglectiwa. Kitu moja. Haya. Na mimi naomba niseme hivi. Sema. Mimi naomba mtulie. Sema. Kwa sababu Churchill ndugu yangu, baba yangu anaweza kuwa hajafika lakini nimefika jameni. Kabisa. Ndio maana mko hapo. Let me be nice to him one more time, yeah? Mimi tupatana nionyeshe left. Waambie tu. Tumepatana, it was 2014. Huko mbali utachoma. I wish tungekuwa na projector to project hiyo picha. Hii wale mnaiona iko hapo. Hii situ mnaiona iko hapo. Wenye wanataka kuona hiyo picha nitafute. Si mnaona tumetoana mbali. And after that nimempata like 3 days. 3 days ago? 2 days. 2 days ago. Hapa nje nikamwendea chipukizi. Mimi work na youth. Mimi support talents mingi. Hatujawahi pata hiyo love from media. Wewe ufanya show. Mbona usituite show? Unaona? Mbona usituite show tukuje tuoneshe watu what our mama gave us. So amenisikiza na big up to you. Amenisikiza mpigeni makofi. Na one thing Niaje waseia. Uko poa? Uko fiti mazi? Hata mimi niko sawa. Asante, nashukuru sana mazi. President, itakuwaje? Karibu sana mazi. Iko sambamba. Congratulations. Asante sana, barikiwa mazi. Hey.
Katelo ametoka hapa kuongea juu yako tu saa hii. Lakini nini ngoja hapana sipo lazima tuheshimiane. Nini tunauliza anti na mgonga anajikuna kuna hivi ati anataka kuonyesha venye mimi ni mkonda. Ni sawa? Banyini wakonde ukweli. Ni kweli. Ni kweli. Mimi ni mskini ule ni bona. Ule Anasema? Kuna levels ya. Kuna is right. Kuna skinny, kuna slim, kuna slender na kuna thin. Ha? Skelewu. Na mimi kama president ya watu wamekonda, ningetaka kusema hivi, niseme nisiseme. Nitoboe. Sisi kama watu tumekonda, tumesahaulika na serikali. Kweli? We have been marginalized na ndio maana anasema kwamba 2022 Katelo. Yes. Kuja hapa wewe ndio utakuwa deputy president. Yes. Ama namna gani? Yes. Katelo anakujanga show amechelewa, mnadhani ya kwa indiscipline kumbe ni upepo mazi. Unamrudisha. Basi Katelo anakuja hivi. Lakini unajua ni poa. Sisi ni watu tunaweza kuwa Waislamu virahisi sana. Tumeshaslimu. Ama kwa Muislamu tunahitaji kuslimu. Bwana ukae pale na Muislamu mwenzako. Wow. Sasa nyinyi usikiaje? Nyinyi kula. Wewe unaweza maliza Katelo unaweza maliza sahani mzima ya food. Rahisi sana. Na nyinyi watu kichwa kubwa. Mwambie. Niupe bado. Wanaona nao ka trophy. Wasi walikuwa wanasema ati nani? Sika uliona hiyo story. Batachana nayo. Ya Jackie Maribe, wachana nayo. Story ya Jackie Maribe. Wachana nayo. Wachana nayo bro, hakuna haja uiongelee. Wachana nayo ikae. Pia hapo Twitter juzi. Unajua udaku yako ni weird sana. Udaku yako involve paka via. Juzi Jackie Maribe. Juzi sasa atuelewi juu 2 days ago before wasemea Jackie walikuwa wanasema wewe si mfani hapo Twitter. Uli trend 2 days. Wakisema una act kama dem. Hakuna comedy hapo. Then all of a sudden ukaenda ukawin. Nikawin hapo mazi. How do you feel? Na feel poa sana. Juu wacha nikwambie kitu moja mazi. Hii jani imetoka mbali sana. Hii jani imetoka siku za mzee Ojuang mazi. Manze hapa KBC. Ikaenda siku za kina Red Corner, kina Nyambane, ikakuja Ridiculous, penye Churchill alizaliwa. Ikakuja sasa kina Rico Mondi na Chipukizi. Na ndio hao kina Katelo mazee wametujoin. So ni generations tu. But lazima kuwe unaji psych. Lazima kuwe wewe ndio unajipatia motisha. Usingoje watu wakuambie wewe ni mfano. Lazima ujiambie wewe ni mfano. Na lazima ujisukume pia. But bro, hawa tu ndio tunawa entertain. Unajua? Lazima ukichekesha watu lazima ungoje feedback. Does it mean that we don't pay attention to what people are saying online? We do pay attention to what people are saying. Sasa mtu juu kama kuna mwingi kama Mlamwa rafiki yako. Yes. Na yeye ndio ni myang ndio anaanza. Yes. Sasa nyingine na mkanga na una hapo Twitter wamemlemea. Bro, wanamlemeanga sikudanganya. Usiona mtu anamwambianga? Sio lazima uhare ndio tucheke. Anaambia vitu ndio na hiyo ni trend. Kuna mwingine kuna dem alimwambia oh my god, Mlamwa akitoa food kwa hizi shati zake ana jokes. Na akatweet bro. So mtu kama Mlamwa anafanya nini akiamka asubuhi apate wasee Twitter? Kwa sababu wacha nikwambie vile na feel Eric by the way. I feel like zingine hawa wasee wa social media si wajuangi. Wewe unataka kumake belittle usanii ya sisi. Hizi unapata mtu kama Pose manzi ana work so hard. Akona dancers kama 32. Akona Mercedes yake hapo sijui kama ameweka fuel. But msee anataka saa yenye unataka kuongea juu ya Pose, utaki kuongea juu ya Pose vile hao madansa na work nao, vile anawa support. Ama vile tu Pose ni mtalented, akona voice anaweza imba poa. Unataka kutarget na alikuwa na demo wa Mpasho, demo akampiga kofi. That's a story that we want to glorify. Kwa nini? You know, two things, yeah? Mimi nimekaa kwa industry for 10 years. Kutoka 2008, actually 10 and a half. This year I celebrate 10 years. And I study the Kenyan and Tanzanian audience. Two things. Number one, if Katelo, or Mlamwa or Chipukizi or Rico Mondi, if Kenyans stop talking about you,
umeisha. Chana nayo. Number 1 hauko umeisha. Tafuta kazi nyingine. But ukiamkanga asubuhi na sema Mulamwa asimfani Mulamwa ukatela kwenda huko hizo vitu za ghetto Eric Omondi, you're very relevant because they Hata na matusi. Kwanza matusi. Matusi ndio poa. Matusi shows emotions. Kuna boy juzi na ni lawyer. Buda huyo boy alinitukana with intelligence ilikuwa ni kama alinitukana sijatukana wazungu. Eric Omondi stupid and couth nonsense. No alinitukana bro, but unaweza sense huyo bwana ananipenda. Ako na emotions bro. Buda sikuda gani? Hakuna venye ako in love. Ako in love. Usiona venye demo akijamba venye ana kuna hasira, kuna hizo vitu zote. So hiyo matusi ni poa sana. Yeah. Wacha wale wanakwambia Rico huko juu nini. Wacha ule mtu anatoa ni mtu amekuwatch for years, ni mtu ako na emotions, ako attached na wewe. So ukiongelesha na kuongelesha na heart. But sasa bro, hii generation ya kina huyu Katelo wanaweza kuwa understand juu hawa wamegrow waki-expect. Akina Ojwang walipitia some level of unajua kuwarasiwa ama challenges zao. Pia sisi hao wanafaa wafanye nini ndio first of all, kwa sababu na feel kuna na pole Katelo. Na feel kuna hiyo audience na kureceive when you upcoming vizuri sana. So what are the cut short, yeah? And this is very unfortunate. Kitu happen kwa industry. It happens to all the artists. Ilifanyikia Eric Omondi, ilifanyikia Bahati, ilifanyikia Willy Paul, inafanyikia Katelo. Wa Kenya, unfortunately, sikuwa yamini nasema hiki kitu mbele ya watu siku moja. Unfortunately, Kenyans don't like it when you grow. So wanapendanga Bahati hapo. Nakumbuka siku ile Bahati alikuwa hapa, mama. Akilia ya? Nakumbuka hizo siku za Bahati za hizo. Alikuwa analia kwa ngoma zote. But Bahati sasa akabarikiwa kidogo, akabai gari, akabai nyumba, akajenga studio, akapata wife, akanini, akapata kado nini. Anakaa anajiweza. Anakaa ameoga, ako fiti, anajielewa, amegrow. Ali. Bahati Ali. Niko na wewe. Yeah. Bahati tawala kwa natembea siku za tembea. Bahati mpaka kuna maskando. Ako na maskando. Kenyans don't like it. They like it when hapa. Unaona Katelo penye Katelo yuko hapo. So kesho huyu boy ametoka gate. Umeanza kumencourage bro. Basi Eric, let me say this and I think I'm right. Yes. Basi kama hiyo ndio explanation yako, basi si wa Kenya kuna culture tuli create kwa sababu na feel pia hizo vitu wasanii upitia ndio vitu tunapitia kama country. There is kuna plan ya kutumake tukuange tu hapa. Sisi kama wananchi lazima tukuange hapa ndio wanasiasa wakuja watusaidie. Una get? Nikikuita mwesh ndio I don't know. Na maybe hiyo ndio tuna need to change. We need to change your culture. So it's a culture. Yeah. It's a culture in entertainment, in politics. And it's a bad one. It's a very bad one. Eric. Eric Omondi. Let's appreciate Eric Omondi. Maswali za Twitter tuliangalia na Katelo, Facebook. Watu wanataka kujua. Bonfire Ventures. Tuambie wewe. Sema kitu president. Bonfire. Mama Jimmy. Ukakuja ukaamka ukaenda ukatuambia how is Chantel by the way? Chantel is doing fine. Wako wapi? By the way, una watch this new Kenya music? Which one? Gengeton. Gengeton inaweza. Una boy hapo bro? Eh. Yes bana. Unajua boy? Namjua vizuri sana. So Chantel kwaje? Ako fit. Wewe ngoja. Wewe yes bana amefika kwa Chantel. Wewe nini unaendelea? Oh boy. Wacha na bibi yangu. Uko tu reckless tu yani yetu yako tu. So na Jackie Mariba ama hiyo tumesema tusiongelee.
Tuongelee kila kitu leo. Si ni sawa. Sawa. Yes. Muulize basi. Muulize tu hiyo. Aje. Vile tu tulisema. Ni nini inaendelea? Unajua sasa tulipata kuna post hapo iko na haina caption. Sasa unajua kitu haina caption unajua hii. But hiyo ndio idea. So wewe umeuliza vibaya. Sasa hata kujibu hata kucheza. Sasa ungemuuliza hivyo. Ngombia ni wako ama si wako alafu waseme. But saizi haji sema, acha nikwambie haji sema cause huyu ameshaharibu. Hapana, sasa ni wako ama si wako? Unaona anacheka. But kusema kweli huyu mtu yeye anakaa nini? Mko relate na wai. Lakini Kenya Bush na wai. Yaani Kenya siam. Yaani wai alipost tu picha yako akasema please Eric Omondi sio baba yangu. But man Eric, tell us about this awards. Let me tell you something, yeah? Wakenya watamka siku moja watashangaa. Hii ni award inaitwa African Entertainment Award. Wacha niseme ni wa Nigeria, hata sijui na kina nani. Yeah? Hii award ilikuwa na the biggest comedians from Nigeria, Zambia, Zimbabwe, South Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Guinea-Bissau. You mentioned it, yeah? Na hiyo award imeandikwa Best Comedian Africa. Na hapo chini imeandikwa Eric Omondi. Siku moja tutaamka tu realize ni nini award. I wish mngekuwa huko jana. Hii ni last year. Hii ni this year. Hii ni this year. Last year home. Hii ni honorary. Ulipewa 2? Nilishinda awards 2 bro. Okay. Wait. So kuna ka screen hapo wakisema and the nominees are, hiyo screen ina come. Shoo. Inaonyesha picha yako, alafu inaonyesha vitu umefanya. Alafu inatoka vu. La from basketball shoo. Inaonyesha vitu amefanya. Juu. Ipo. Ilifika Eric Omondi sha. Bro. Nimefanya vitu vingi sana. Zilionyeshwa hapo. Hata mbaya. Walionyesha. Walionyesha ile. Ndio asieke. Wapigeni Eric Omondi makofi bana. I think Eric Omondi is the most hardworking, not even Kenyan comedian, Kenyan entertainer that Kenya has ever received. To be honest. And I'm not saying this to make him feel nice. Eric Omondi has been my inspiration for the last 10 years. Honestly. For real, bro, umeni-inspire sana manze. Nilikuwa nashanganga kwa nini yeye apumzikangi na yeye ni Eric Omondi. Yeye amka tu anaoga anaenda. Na hata vile nilimit na huka tena kila siku. Gangster point. Gangster point lazima. But vile nilimit na Katelo ndo tukue mabese na Katelo. Katelo akanipigia story vile alikuwa anatuangalianga mimi na wewe. So hizi vitu unafanyanga usiwahi kosa kuzifanya kwa sababu zi inspire wasee wengi. Huu ni example. Alikuja kwangu akaniambia manze, unajua nilikuwa naangalianga manze wewe na Eriko manze vile mlikuwa mnapiga manze, najiambia siku moja nitapiga na hawa tena. Sasa ndio huyo anapiga na sisi manze. Pigeni pia Katelo makofi. So kuna kitu ilipozaniambia very deep. Alitoa ngoma inaitwa Lamba Nyonyo. Lamba Nyonyo. Sema tu wengine inaitwa Bura kabisa. Aliniambia niko nimerealize ukifanya kitu poa manze. Haiendi mahali. So saa zingine msanii anaamka na chizi. Anasema mnataka hii anawapatia. Una get? Because bado ni usanii, ni entertainment. Ni usanii, I mean, it's entertainment. The fact that mtu anaimba aishi. Well, lakini pose naye akisema Lamba Nyonyo wewe jua tu anailamba. But na get point yako. Point yako na get. Si ngoma. Hakuna ngoma hapo kwa pose. But wasee manze. Mi bado Eriko na kurudisha hapo back. Kwa nini tu nataka kusoma kwa bloggers story, nataka kusoma story negative za Eric Omondi? Hakuna siku moja tu ndaamka Timitida tena kitu positive amefanya. Unataka kuniambia tu Timi naye nimekubali ngumu. Hapo niko na bloggers. Na ni kama sasa wasee pia waliacha kufanya job.
Unapata mzee tu ataingia kwa page ya Instagram ya Eric Omondi na hapo ndo anatoa story. He posted on his Instagram with her and we were suggesting that. Najaribu kuleta hiyo story ya Jackie Maribe na inakataa. Lakini no hata mimi ushanga ile as in unapata Diamond amefollow watu kadhaa. Lakini watajua ati aliunfollow mtu fulani na mlani alimfollow na ni aliblock. Huyu sijui alidelete mapicha zake, sijui tu kufanya sijui wana kazi nyingine ya kudu. Hii story ya Diamond hapa. Sasa kama leo tu ukiamuka tu wewe useme udelete mapicha za nini kidogo. As in kuna within the next 2 hours kuna mtu atajua umezidelete. Ni kama ulikuwa na mtu hapo yani. As in unafika kwa hadi. Bali ukweli, mimi kama hiyo story nikiangalia najiuliza, msee ana time hivyo. As in una time yangu. Yeye mazi yako akona time mob yani yako. Kuna time, kama una time basi kama uko interested na time yangu hivi, unafaa kuwa umenijenga sana juu uko na platform. Kama mngenifanyia research, ungeamka asubuhi unifanyie research, uangalie vile vitu mimi hufanya, vile mimi ni msee wa aina gani, ungekuwa umeandika vitu fiti sana. And that's why unaona tutashinda kuimba hiyo story yake. Hii story. Hizi vitu wase, msee ametoa hizi vitu kutoka, hakuna hata msee alijua voting ikiendelea na si ati Eric akupost. No one blogged about Eric Omondi has been nominated. Dead. And naenda saa hii uangalie, even after a win, it's just a mere post. Nani inakazirisha? But so Eric, so now saa yenye industry imekutoka hivyo na kuna negativity hivyo kama msanii, juu pia hapa kuna wasanii. Unafaa ufanye. First of all, hiyo story tunaongelea ni poa sana. It's very healthy Katelo. Hiyo venye wanaongea vitu negative, wana dig up vitu za past, wana blog tu vitu mbaya. Ni very healthy. Yeah? For an artist. Endo watch story ya Ronaldo. Ronaldo anasema angekuwa penye yuko leo kama ingekuwa ni mahaters wake. You every time walikuwa na hate on him wanasema huyu boy hawezi shinda FIFA sijui what. Buda alikuwa anaenda anapiga tizi. Angepiga hiyo tizi, anasemanga yeye alikuwa somehow alikuwa hard worker bado pia alikuwa mlezi. Hakuwa anajipush. Lakini anaenda anasoma kitu Buda. Wameambiwa ati Real Madrid ni ati timu yao imekuwa weak hii season wanachapwa. Buda anaenda anapiga tizi. So yeye hajui kitu anafanya. Yeye anapiga tizi kuprove ile newspaper wrong. Anakuja anatinga mabao. So ikakuwa ni culture. Anatukanwa, anatizi, anatinga bao. Anatukanwa before I realize unconsciously amekuwa the best. So Katelo, hao watu wamekuwa hapo kukusukuma ku get the best out of you. Ku get the best out of you. And then pia ni culture. Hata ukiwatch news, yeah? News kwamba ni accident. Unaget? Watu walikuwa wanachota mafuta mahali wakaugua. Unaget? Hizo ndio news watu wanakuwatch, yeah? So weka citizen. Kuna story ya nini? Kuna story hapo. Kuna story. Ni story negative. So humans pia upenda kuenjoy vitu. News yenye usell ni news negative. Unfortunately. Basa kama msanii nafaa utumie kujiangalia na pia kujijenga. Tulikuwa tuna celebrate Mashujaa Day leo. Kuna story nilikuwa nataka kupigia Katelo lakini juni yako ipige. Nilikuwa namwambia vile president wa kitambo walikuwa wanapeanga mzee ganji. Si kama saa hii. Tulipiga naye function juzi mahali anashinda kusema mzee mfuko vipi? Ongea na unya tukate. Mbele wa hizo? Huyu. Katelo ulipata Moi? Nani Moi? Ulikuwa siku za Moi? Ulikuja Kibaki ama ulikuja wapi? Nilikujanga sijui nilikuanga tu lakini sikuwa nimejijua. Ulikuwa na miaka ngapi? Ulikuwa na miaka ngapi? Moi akiondokea aliondokea tu si ndio? Nilikuwa nimekuja tu miaka kidogo hapo hivi miaka 4 hapo hivi miaka 5 hivi mbele. Kwa hivyo sikumpata hapo nilipata ubako mimi. Gota bro. Pata ubako. Nilikuwa naambia watu jana hata nimesikia ilikuwa kwa show ya Churchill jana. Na hiyo story ni ukweli bro. I'm the only comedian mwenye ameperformia presidents wote. Wapi makofi yangu basi. Nimeperformia okay, apart from Kenyatta.
ule mzee. Apart from mzee Jomo Kenyatta, nimeperformia Moi, niliperformia Kibaki, presidents wote, Uhuru, Raila, president wote. Na hata mimi nimejiperformia, mimi ni president. Bado wewe ni president. So how was it, the different presidents? Moi nilikuanga form 2. Ati? Mimi ni mzee ndio? Akienda kutoka. So unajua kitu ile happen, nilijipata mbele ya Moi juu ya National Drama Festivals. Nilikuwa na poem ilikuwa inaitwa Mobiliosis. Soul of Us. Hiyo time ndio mobile ilikuwa imekuja. Nikaandika ka poem, ka Soul of Us. Nikaichapa zonals, district, provincials, paka nationals. Mombasa. Nikaikuwa number 1. So ukikuanga number 1 unapelekwanga wapi? State House. So ilikuwa mimi Kisumu Boys, kulikuwa na Kakamega Boys, Kamusinga Boys, Loreto Girls. Sasa hiyo ndio nilipata Moi amekaa hapo penye chipo wako na niko hapa. Buda nilichekesha Moi. Tulichekesha Moi, alikuwa tu hapa tu amecheka. Akamka akasema bro. Akasema unajua Moi lazima aseme vowels zote. Before ongea lazima aseme vowels. O A E I O U. Akasema vijana wapewe kitu. Umesikia? Sasa vijana ni nyinyi. Ni sisi. Akasema tupe 40,000. 40,000 hizo siku ilikuwa kama 500,000. So wait, mnapewa kila msema shule. Kila shule. But sasa ujanja niliangukia. Kumbuka mimi nilikuwa na solo verse. So nilikuwa uko solo. Nilikuwa solo. Kaka Mega Boys walikuwa 45. Walikuwa na play inaitwa Spider's Web. 45 students. Loreto Girls walikuwa na dance, walikuwa 36. Kamusinga Boys walikuwa na choral verse, walikuwa 15. Uko solo. Mimi niko solo. Na akasema kila shule wabewe 40,000. So si mimi ni shule, si mimi ni KB, Kisumu Boys. Sasa Moi si kama Uhuru. Si unajua Uhuru? Uhuru ni kijana. Anaweza toa kitu asema chipukizi bana wewe ana gani? Akupatie. Moi kulikuwa na protocol. President akisema atoi ni president. So hiyo ndio kitu ilihappen. So nikaenda after Moi ametoka, tukaenda kwa huyo State House controller, akatuambia shule andika hapa jina, utapata pesa next week. Kisumu Boys itatumwa. Na walituma bro. Ukapewa 40,000 wewe peke yako. Sasa hiyo pesa, unajua the process, inatoka kwa Moi inaenda kwa office of the vice president. Okay. Inatoka kwa office of the vice president, inatuma kwa office of the minister for education, ambaye anatuma kwa office of the provincial director of education Nyanza, ambaye anatuma kwa district education officer Kisumu, ambaye anatuma kwa municipal education officer Kondele, ambaye anatuma kwa principal Kisumu Boys, ambaye anapatia kwa patron drama club, ambaye anapatia chairman drama, nikapewa 2,000. Tuke. Na bado mamangu akakuja akachukua thao. Umekapitia? Umekapitia? Ilikuwa noma sana. Kapitia sana. How many countries Eric have you performed? I performed in so many countries. In Africa nimeenda Nigeria, nimeenda Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, South Africa, Ghana, Sudan. Juba, Sudan. Okay, sawa tuna get. How many countries have you performed? So many. Bro, naweza kuhesabu zote. Okay, America umeenda cities ngapi? They are called states. Nimeperform 19 states. Nimeperform 19 states.
Ni wapi kwa hii world unajuanga apart from Kenya Eric Omondi ni king? Tanzania. Na hapo Tanzania unaonaje Tanasha? Bo unaonaje? Ama Diamond unaonaje? Wasafi? But Eric usifanye pia kama Diamond. Ama shida ni gani? Unajua wacha nikwambie Eric. Si nimeanza bro ama? Hapana, wewe unacheza. Diamond anachukuanga immediately. Ye ni fresh. If you know, you know. I mean, Eric, ulikaa na Chantel for 3 years. Na the only thing ulikuwa nayo ni paka, bro. Jaribu, Eric, try. Wacha nikwambie kitu moja bro. No, but Umesema ulikaa na Chantel when? 3 years. Nakumbuka 3 years ago nilikuwa na wewe pale Sarit. 3 years, but then exactly 3 years ndio mlikutana na Yesu bana. Si ndio? Ni kweli ama ni uongo? Historia iko inaenda hapo. Ni tatu bro. Saini hata. Iko sawa. So bro. Bro, fanya hivi. Nigote pole hivi. Fanya hivi. Penye nilifail bro. Usiniangushe. Sawa bro manze, nda try. Try manze. Sahi, sawa tu. Lakini uongee na huyu. Sasa yari mimi. Nini? Mimi Katelo unaweza kaata na dem wewe tu muongee hata normal tu. Mbonge tu ile mblend. Unaweza kaa na dem? Vibaya sana. Iko sawa, lakini kasa hii naweza jaribu. Unaona sasa hii mkono imenifanyia iko off, imeenda itafanya job hivi miezi kata tu. But unajua Eric, kama kuna kitu moja lazima utufanye. Kama kuna kitu napendanga kuona ukifanya ni impression ya baba Raila Amolo Odinga. Baba na ile dance style yake moja. Amka Eric. So tutajifanya hapa tuko kwa rally ya Kibra. Mariga anakuja kesho. Mariga anaingia kesho. Haya basi, mabibi na mabwana, aliye mbele yenu anayekuja kututumbuiza si mwingine bali ni aliyejiapisha na dictionary tunamjua. Mabibi na mabwana, wapi makofi zake baba? Baba ni pale. Baba ni hapa. Unajua Raila anakuwa na dancing style moja. Hata uweke reggae. Hata uweke lingala. Hata uweke blues. Alafu pale umepata anajuangia kwa wapi na paende wapi. Atakuja anataka hiyo. Hata juu crowd iko huko. Alafu amefurahi bado. Sio Raila hajafurahi. Raila kwa amefurahi. Ni busi. Gonga.